Lakini hakika naamini kuna mtu mmoja amejengwa na ametoka hatua moja kwenda hatua nyingine. Na natamani katika kukamilisha simulizi hii niseme kitu. Simulizi hizi tunazosimulia ni simulizi za tofauti tofauti. Ziko kuna wakati mwingine mtu anasema mimi sipendezwi na simulizi zinazo involve mambo ya kidini. Nimeshapata comment kama hizo napata. Why very unazungumza mambo ya kidini? Na why unazungumza mambo ya Kikristo zaidi? Nishaipata comment kama hiyo. Na nyingine nyingi za kufanana na hivyo. Mimi niko hapa ninaziwasilisha simulizi ambazo watu hunipa na kuziwasilisha kwako. Na tumerejea msikilizaji na tunazidi kusonga mbele zaidi. Basi kwa tunakamilishia hapa. Katika hiki ambacho leo tukiwa tunakamilisha mkasa huu, nilitamani kuweza kushare pamoja nawe. Narejea pale kwamba huwasilisha zile simulizi ambazo wapendo wetu wamezisimulia. Kuna simulizi za watu ambao zina mlengo wa kiimani ya Kikristo tunazisimulia. Lakini ziko simulizi ambazo watu wana mlengo wa kiimani ya Kiislamu tunasimulia. Wale ambao wanafuatilia ni mashahidi wa hayo. Na hiki ni kipindi ambacho tunatoa elimu kwa watu. Inawezekana ni mambo ya kiimani kwa pande zote mbili, inawezekana ni masuala ya kimaisha. Basi sikiliza haya na ya kujenge na ya kutoa hatua moja kwenda hatua nyingine, kwa sababu haya ni maisha halisi ya watu wanapitia. Kama tukazungumza kwa habari ya dini, basi iwe sehemu, kwa sababu tunaishi watu wana imani tofauti tofauti. Kwa ile imani uliokuwa nayo, basi simama nayo. Endelea kumtafuta Mungu kwa ile imani yako, na Mungu atazidi kukupa hatua na hatua zaidi. Yes. Lakini leo niko hapa tukamilishe mkasa wetu wa ndugu yetu anaitwa Meshak, mkasa mzuri na wa kipekee sana. Basi nami niko hapa, tuendelee. Meshak anatueleza. Meshak anasema mimi katika hatua zangu za maisha nilizidi kupambana na nilizidi kumwona Mungu akinisaidia sana, hasa katika kazi za mikono yangu. Mwanzo niliamini hakuna kazi inaweza ikafanyika bila kunyunyiza. Yani huwezi leo ukafungua biashara bila kumuita mtu aje akufanyie jambo. Na ndio imani ambayo pengine wengi tunayo. Sio kuwaita wale watu wa Mungu. Kwa mfano kama wewe ni Muislamu, nimuite shehe aje tufanye hapa dua pamoja, au nimuite mchungaji tuje tufanye hapa ibada pamoja. Wengi tunaamini hivi kwamba lazima nimuite hapa mganga afike hapa afanye jambo. Bila hivi biashara haitaenda. Na hata unaweza kukutana na washauri wengi akakwambia, wewe umeona wapi? Mungu mwenyewe anakuambia lazima ujiongeze. Kama mchungaji muite, kama shehe muite, lakini usisahau mwenzangu, njoo ufanye biashara yako jambo. Usipofanya biashara yako jambo, sio kashuhudia biashara yako inakufa. Kwa hiyo wengi tunaamini katika biashara zetu lazima tufanye mambo ambayo si ya kumpendeza Mungu. Na kweli tunapofanya tunaona hatua, tunaona wateja. Baadaye wakikata tunapewa maelekezo mengine, tutaambiwa sasa hivi umeenda hivi, bwana safari hii itabidi tufanye jambo. Safari hii tulifanya hivi, safari hii bwana chinja mbuzi. Mbuzi rangi gani? Mbuzi ni mweusi, mtakuja mtachinja mbuzi hapo. Mara kichwa kitafukiwa kwenye biashara. Kikifukiwa kichwa, mtaendelea kufanya biashara, utaona mafanikio. Baada ya muda utaambiwa stage nyingine. Kumbuka kadri unavyozidi kukua kwenye biashara na ndivyo ambavyo sadaka za hicho unachokifanya kinazidi kuongezeka. Meshak anasema ukifika level kubwa za biashara, hautaendelea tena kutoa mbuzi. Hautaendelea tena kufikia ng'ombe aliye hai. Utaenda hatua nyingine, zitahitajika damu za thamani. Utaanza kula watoto wako wewe mwenyewe. Mimi nazungumza hayo kwa sababu nimeyashuhudia kwa bosi wangu. Nimeyashuhudia. Sikumuona mwanzo wakati anaanza hii biashara. Sikumuona. Lakini kwa sababu alishare na mimi yale ya kweli kabisa. Kwa sababu alitaka alikuwa ana kusudi la kunihusisha na mimi niwe mtenda kazi katika kile ambacho anakifanya. Kwa hiyo ninachozungumza nina uhakika nacho na naongea kwa ujasiri sana. Hakuanza hivyo, lakini alianza kufukia ng'ombe walionona. Unaambiwa usitoe ng'ombe yule ambaye amechoka.
anatoa ng'ombe aliyenona na anatoa ng'ombe walionona. Ng'ombe wanafukiwa wazima. Inafika nyakati ng'ombe tena haina thamani tena. Ndio mahali ambako bosi wangu alipofika. Nini kimetokea kwa bosi wangu? Lakini mimi biashara nilianzisha mimi hapa Meshak ya mifugo. Ninafuga kuku. Biashara ambayo naeleza tena na tena nilitamani kuifanya miaka na miaka iliyopita. Kama nitafanya kazi kwa muda fulani nitaenda na mimi kuanza ujasiriamali wangu mdogo, na sikuweza kufanikiwa. Nimekuja kuanza kuifanya nikiwa sasa na utimamu, sasa najua nini nafanya. Sikufanya hayo. Sikuita mganga katika ardhi ya biashara niliyofungua. Niliwaita watumishi wa Mungu. Nilimuita Mungu anisaidie. Mifugo yangu ambavyo ilishindwa, unaona kama kuna changamoto katika eneo la mifugo na nini, nilimuita Mungu na ashuke na anisaidie. Niliuza mayai mpaka nikawa nachukua kwa watu wengine. Maisha yake anasema mimi ni mmoja kati ya wale ambao nakiri kwa kinywa changu, tena kwa kupaza sauti, Mungu yupo na Mungu anaweza. Na mtu mmoja akiamua kusema mimi nataka nimuone Mungu kwenye maisha yangu, na utamuona. Na kwa nini utamuona? Kwa sababu anapatikana. Siku utakayosema nataka nimuone Mungu kwenye maisha yangu, kwa kumaanisha nimuone kwa kazi ya mikono yangu, nimuone katika biashara, nimuone katika maisha yangu, utamuona kwa macho, na wewe utasema na utakiri ndani yako, nimemuona Mungu kwenye maisha yangu. Mimi nilimuona Mungu. Unauza mayai, umefika mwisho, unaenda kuomba mayai. Mimi nilikuwa nampigia mshikaji wangu ambaye na yeye katika harakati za kujipata maarifa kwa yule bosi wangu, na yeye alikuwa ni mmoja wapo. Nilikueleza kwamba rafiki yake alifariki kifo cha kutatanisha. Share na wewe kuhusu hili. Namwambia ananipa mayai yake yanaisha, tunatafuta mayai mengine, na mtu anakuambia mimi nataka mayai kutoka kwako kwa sababu ninaamini mayai yako ni mazuri. Kwani mimi mayai ninayoyazalisha inaweza kuwa tofauti na mayai ya mfugaji mwingine? Yani ni ile imani ambayo mtu anakuamini nayo. Na unajikuta wewe hutafuti watu, unatafutwa. Kitu ambacho bosi wangu ndicho alichokuwa anakitaka, kwamba ifike mahali biashara yake watu wamtafute. Kwenye vikao katika kupitisha nane tunaweza tukafanya naye kazi, watu wasimame waseme fulani ndio bora zaidi. Lakini watu wanaamini haya mambo Mungu hawezi kufanya. Watu wanaamini haya mambo ya nguvu za giza ndio yanaweza yakawezesha hayo mambo yakawa. Maisha yake anasema Mungu amenisaidia. Kuna vitu ambavyo nilipaswa kuvifanya mimi kama Meshak, nilipaswa kuvifanya katika kazi ninazozifanya. Yani nyakati nilizokuwa nilipo kwenye ajira, pesa nilizokuwa napata, nilipaswa kufanya vitu, lakini sikuweza kufanya. Lakini nataka nikwambie kuna vitu nimefanya, kwa sababu pesa nayoipata ninaiona kwa macho. Kuna watu napenda kusema hivi, kuna watu wako kwenye ajira, umeajiriwa mahali. Siri ya mwajiri wako ni kampuni, ni taasisi, ni shirika, ni nini vile ambavyo unaweza ukasema, lakini uko ndani ya ajira. Yani wewe ni wa kutegemea mwisho wa mwezi. Nataka nikwambie, uwezi ukajua yule miliki, lugha nzuri natafuta, yule tajiri, yule miliki, yule mwajiri wako anafanya nini kuhakikisha biashara ile iende. Wewe uko hapo ofisini, wewe unangoja mwisho wa mwezi. Yes, unangoja mwisho wa mwezi, nayo ni maisha mazuri sana, kwa sababu wewe unafanya kazi unangoja mwisho wa mwezi. Pesa isipokuja utaanza kulalamika, why nimechelewa kupata pesa? Why mimi sijapata pesa mwisho wa mwezi? Jamani, mbona mshahara umechelewa? Kwa nini?
huyo ni mtu ambaye yeye ameajiriwa. Lakini yule muajiri, yeye ndo anayeumiza kichwa. Anaumiza kichwa, inabidi ya watu walipo mshahara. Anaumiza kichwa, unajua watu inabidi wapate nyongeza mshahara. Anaumiza kichwa, unajua sasa hivi inabidi tufanye maboresho fulani. Huwezi ukajua why ana survive. Na kama usipojua njia yake anayopita, unaweza ukajikuta upo kwenye mwavuli ambao sio sahihi. Na ukajikuta hakuna pesa unayoipata inaweza kukubadilishia chochote kwenye maisha yako. Ukichunguza utajigundua toka ulipoajiriwa kwenye hiyo kazi ulikuwa unakaa kwenye chumba kimoja. Sasa hivi umeoa, una mtoto, mnakaa chumba sebure. Labda mna vyumba viwili na sebure, au mna vyumba vitatu. Ni miaka mingapi? Pengine imepita miaka 10. Ukichunguza, nilishawahi kupambana sana mahali nikanunua kiwanja. Changapi kwa ngapi? 20 kwa 20. Ni wapi? Ni huko ulinunuanga kiwanja hicho labda milioni 1. Shambani kabisa huko, mbali sana huko. Milioni 1. Au ulinunua 800,000. Ulishawahi kuwaza na kusema ninaenda kujenga vile vile kule huko shambani? Lakini una miaka 10 na hujai kufanya chochote, yani hujai kufanya chochote. Ukikaa ukijiuliza, unasema miaka 10 ninafanya kazi. Unajua ukikaa ukipiga mshahara wako wewe unaolipwa, kuna mtu ambaye unamfahamu, ni rafiki yako, labda tuchukulie ulisoma naye, au tuchukulie ni mtu ambaye unamfahamu, unafahamu uchumi wake anaopata. Labda tuchukulie ni mtu ambaye labda ni fundi nguo, sio yule international sana, ni mtu ambaye labda wewe mwenyewe unaendaga kupeleka nguo zake kwake, unampa labda 25,000, 30,000, yuko hapo unamuona. Na level za kimaisha ukijifananisha naye unamuona huyu ana struggle. Lakini huyu anaweza akawa amejenga kabisa nyumba yake, anakuambia mimi nimejenga kwa shughuli yangu, nimejenga. Lakini wewe ukichunguza unapokea mshahara milioni 2, ukichunguza unapokea milioni 1.5, na hapo hujapita ukapata marupurupu 2-3. Lakini huyu yeye kajenga. Unaweza kuona mfano mama ntilie, unaenda mahali, unaenda pale unapata chakula kwa mama ntilie. Anauza chakula chake Bukujelo, anauza chakula chake 2,000. Anakueleza siku, anakuambia mimi nimesomesha watoto wangu 2 wako chuo kikuu. Ukiangalia wewe una mtoto mmoja au huna, na anakuambia pamoja na yote nimepambana, nimejenga vyumba vyangu 3. Ukimuuliza umejenga hivyo vyumba 3 kwa muda gani, anakuambia sasa hivi mpaka nimekamilisha ujenzi miaka 5. Ukiangalia wewe mshahara unaolipwa, maisha, unajiuliza ninakosea wapi? Ni vile tu unajikuta ukipokea tu mshahara umeushika tu mkononi, yani ukigeuka pa hauna kitu. Unaanza kukopa, unakopa. Mwisho wa siku unapokea mshahara, wewe kazi yako ni kuendelea kulipa madeni. Unaendelea kulipa madeni, unajiuliza kuna nini? Kwa sababu ziko pesa ambazo hazina baraka. Yani hazina baraka, haziwezi kukaa kwenye mikono yako. Hauwezi kufanya chochote. Hata unaweza ukakusanya ukasema ununue gari na likapata ajali. Hatari. Maisha anasema nimefanya kazi kwa huyu bosi miaka na miaka, na sio kwamba nilikuwa sipati pesa. Nitakuwa ni muongo. Kuna pesa alinipa mikononi mwake. Akinipa, chukua, bwana Mesha, chukua hiyo hela. Lakini nataka nikwambie kitu nilichofanikiwa ni kujenga nyumba, na nyakati hizo ilibidi nijenge nyumba ya maana, yani kubwa ya maana. Lakini roho ya kesho ndio imenitawala. Roho ya kesho nitafanya, haina shida mpaka naondoka kazini. Sikufuga hata kuku 3. Maisha yake anasema hilo kwangu binafsi limenifundisha sana. Kama hautakuwa na muda wako binafsi wa kujitathmini maisha yako na kumwambia Mungu kwa imani yako,
Mungu, naomba uingilie kati katika maisha yangu. Mbona kazi nafanya? Mungu anasema nitabariki kazi za mikono yako. Mungu mwenyewe anasema nitakubariki shambani, nitakubariki mjini. Yani utakapokuwa mashambani utabarikiwa, utakapokuwa mjini utabarikiwa. Ina maana kama utaenda kwenye kilimo utafanikiwa. Kama utakuwa mjini ukijifanya shughuli zako za hapa na pale utafanikiwa. Kama hutatenga muda na kujiuliza, miaka hii yote nimekuwa niko hapa, mbona maisha yangu ni yale yale? Mbona maisha yangu ni yale yale? Kama hutajipa muda, basi ina maana utajikuta uko katika nyakati nguvu zimeisha, huwezi kufanya tena kitu. Huwezi tena kufanya kitu. Unaona sasa mimi nilikuwa nikikimbizana kwa sababu bado niko kijana. Ninaweza kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Shughuli ya ufugaji inahitaji pilika nyingi. Nimetoka hapa nimeenda kutafuta soko hapa. Nimetoka, namshukuru Mungu kwa neema hii alionipa. Lakini kuna wengine wanaendelea kudumu kwenye ajira mpaka wanazeeka. Amefanya kazi miaka yote mpaka anazeeka, hajajenga hata vyumba viwili. Ukimuuliza umekuwa hapa Dar es Salaam kwa miaka mingapi? Nina miaka 35. Nina nyumba yangu nilijenga Morogoro. Una nyumba yangu kule nilijengaga huko Njombe, Mafinga. Unaishi Mafinga. Hiyo nyumba vipi? Nyumba hiyo mvua ilinyesha ikabomoka. Lakini na eneo langu kule nilijengaga nyumba ya tope. Vipi kuhusu hapa? Ndio tunapambana miaka 25. Na sio kwamba ufanye kitu, unafanya, unaamka asubuhi na mapema, unaenda. Na sio kwamba upate 200, 300, unapata. Maisha yake anasema, mimi binafsi nimejifunza na ninaua na wapenda kuambia sentensi hii watu. Kaa chini, jitathmini. Tathmini maisha yako. Usikae tu. Siku ikapita, wiki ikapita, mwezi ukapita, miezi ikapita. Chunguza sana mahali ambako unafanya kazi. Chunguza sana haya anatueleza ndugu yetu, mpendo wetu, rafiki anaitwa Meshaki katika siku njema ya leo. Meshaki anasema, mimi nimefanikiwa kibiashara. Siwezi kusema kwamba nikasimama mimi ni mfanyabiashara mkubwa sana, mimi mfanyabiashara mkubwa sana. Kwa level nilizofika ninajisikia amani. Wako watu level walizofika kama mimi, wako wanachinja ng'ombe, wanachinja mbuzi. Hizi level nilizofika wanatoa sadaka za watoto kama bosi wangu alivyokuwa anafanya, ambao mwisho wake haujawa mwisho mzuri. Meshaki anasema, nilikumbuka maneno ambayo nilishawahi kuambiwa na dada mmoja wa Kilokole, ambaye yeye alinieleza kuhusu habari zangu mimi, ambaye kwanza nilipomwona nilimtamani na kutamani awe mwanamke wangu. Aliniambia, maisha tunayoishi hapa duniani, Mungu ni Mungu wa upendo. Chochote unachokifanya, unapoenda mbele za Mungu na kumwambia Mungu, nimekosa, naomba unisamehe, Mungu anasamehe na kusafisha dhambi kabisa. Ulikuwa ni mwizi, ulikuwa ni mzinzi, wewe ulikuwa ni nani, unafanya dhuluma kwa watu, wewe ni mtu ambaye unaumiza mioyo ya watu, Mungu anachukizwa na hivyo vitu, lakini umerudi unasema, Mungu naomba unisamehe. Mungu anakusamehe kabisa. Na kwa imani tunaamini kwamba anakuondoa jina lako wewe kwenye kile kitabu cha hukumu, anakupeleka kwenye jina lako kwenye kitabu cha uzima. Ni kweli, tunaamini ndivyo inavyokuwa, lakini hautakwepa gharama ya yale ambayo uliyafanya. Nimeamini kabisa. Nimeamini na najua hilo ndio ukweli kabisa. Ulikuwa jambazi, yes, ndugu yetu rafiki anaitwa Meshaki akishare pamoja hayo nasi siku njema ya leo. Msikilizaji, muda huu pia nilitamani nisome ujumbe, lakini ngoja tumalizie hiki na tusome ujumbe. Unaweza ukanitumia ujumbe wako, leo nitakuwa na time ya kutosha ya kusoma ujumbe wako. Rafiki yangu popote pale ulipo, wewe pia ambao unatufuatilia kupitia YouTube channel yetu, najitahidi napita hapo kusoma ujumbe. Yes. Meshaki anatueleza haya. Meshaki anasema, ninaendelea vizuri kabisa na biashara. Meshaki anasema, ninamshukuru Mungu, mambo mengi sana mimi yametokea kwenye maisha yangu, lakini sikukaa stable kwenye eneo la mahusiano.
sikukaa stable kwenye eneo la mahusiano, na hili pia nimekuwa nikilizungumza sana, na mimi kwangu nimejifunza kama somo, na nimekuwa ninatamani watu wengine wajifunze kwa kupitia mimi. Na nilijua kwamba hiki ni kipindi ambacho Mungu anataka kunifundisha kitu. Yes. Na nimekuwa nikimuomba Mungu anifungulie milango na amlete mtu aliye sahihi kwangu. Sijawahi kuwa na maombi ya hivyo katika maisha yangu, kuomba Mungu kwa habari ya kumpata mwanamke sahihi. Yani mimi niombe Mungu anipe mwanamke sahihi, yani kwanza ni mambo ambayo mimi nimekuwa siafiki sana. Yani mimi katika ruti zangu za maisha nilikuwa nikikutana na wanawake, yani wananikubali. Unakutana na mwanamke anakupenda tena. Yani unakutana na mwanamke anakuelewa. Hivi si unanielewa? Yani mwanamke ambaye yuko tayari kwako kwa lolote. Unakutana na mwanamke ambaye yani anakuvumilia kwa hali zote. Lakini hizo ni nyakati ambazo huwezi ukaona thamani ya huyo mwanamke. Huwezi ukaona. Unakuta mwanamke mpaka anakulilia usinifanyie hivyo, na anakufumania na anakusamehe. Anakusamehe na amekufumania. Amekukuta na message, anakusamehe, anapata habari wewe kuna mwanamke umezaa naye, lakini huyo mwanamke bado yuko na wewe. Si unamwona mjinga? Ana akili, ana force mapenzi. Nenda zako bwana. Yani wewe hapo ndo uko fire. Yani wewe hapo ndo uko moto, nakwambia. Yani hapo ndo wewe, yani wewe ndo wewe mwanaume bwana. Una majibu mabovu, unajibu shit. Una pesa yako, una foleni za wanawake, yani wewe ni kuita tu, Hadija, leo uko wapi? Nataka nikuone leo. Hadija huyo nginja kashafika. Wewe simu yako moja tu. Mwanamke huyo hapa. Maisha yake anasema mimi ilifika nyakati namwambia Mungu, naomba unipe mke sahihi, kwa sababu wanawake ambao walikuja kwa moyo upendo kwangu walipotea na hawakuwahi kurudi tena. My dear friend. Hii nafasi unapata sasa hivi, kuna watu wanafunguka na moyo na wewe, wanakukubali, wanakupenda, wanajisacrifice kwako. Kuna nyakati Mungu anakuletea watu sahihi kwako, lakini kwa sababu huna macho ya kuona, unaweza ukawafukuza hata wale malaika wa kweli ambao wamekuja kwako. Hakuna. Yani hivi kwa mfano mwanamke mimi alikuwa akikukuta na message yani anakusamea, anasema lakini unakosea, lakini naamini utabadilika. Humpati mtu wa hivyo tena, humpati. Unapata wachunaji tu. Yani wewe kila mwanamke unayemuona ni mpigaji, ni mafia, ni wanawake wenye roho mbaya, makatili. Yani hao ndio unaokutana nao. Mpaka unasema wanawake wema wako wapi? Wanawake wema wako wapi? Wapi napata wife material? It's not easy kupata wife material na wakati wewe umekufanya ubaya sana. Kuna mtu mmoja anaongea naye, kuna mambo umefanyaga mabaya sana. Sasa hivi unasema sasa hivi wanawake wote hivi meo, hakuna mwanamke mwenye maana. Ni wewe unasema hakuna mwanamke mwenye maana. Wapo, lakini hawezi kuja kwako. Hawezi kuja kwako, kukutani nao. Unakutana na wapigaji. Unakutana na yule mwanamke ambaye mmekubaliana, mmeanza mahusiano, ukigeuka hivi ana mwanaume mwingine. Ukigeuka hivi unagundua na mwanamke mwingine. Ukigeuka hivi unagundua na mwanaume mwingine. Ukigeuka unasema jamani, mbona huyu mwanamke ana wanaume wengi na mimi niko miongoni mwao? Kwa nini fanywe hivi? Mimi sikustahili. Lakini vipi nyakati za nyuma ulikuwa na mwanamke unaamini ni mimi tu ndo niko na huyu? Kwa hiyo mimi binafsi nimejifunza na nikamwomba Mungu anisaidie, na namshukuru Mungu. Mungu amenisaidia. Nilikutana na msichana ambaye naye alikuwa kwenye mahusiano na mwanaume ambaye alimueleza anampenda. Akabeba ujauzito wake, na yule mwanaume akakata ujauzito. Kwa hiyo huyu ni single mother. Yeye alikuwa na maisha yake, ameamua na yeye kumrudia Mungu. Kwa hiyo ni dada anafanya shughuli zake, lakini anampenda sana Mungu na analea mtoto wake. Kwa katika mazingira ambayo namshukuru Mungu kwa njia zake zisizochunguzika, nilikutana na msichana huyu. Basi ilifika kipindi nikaona ni msichana sahihi kwangu. Nilimueleza hisia ambazo nilikuwa nazo juu yake, na
alielewa, na moja kwa moja sikutaka kupoteza muda sana, nilichukua hatua na tukaenda kutoa barua, na mwisho wa siku nikamuoa, na ndiye mke wangu ambaye niko naye. Namshukuru Mungu, Mungu alibariki, tukapata watoto. Nilipata watoto kwa kupitia huyu mama. Kwa hiyo ni maisha mengine kabisa ambayo Mungu alinipa, maisha ya amani. Nilifanya mambo mengi, namshukuru Mungu kwa kuniepusha kwa vitu vingi. Mungu aliniepusha na maradhi, kwa sababu katika vitu ambavyo hata mimi nilikuwa nikihofia sana kwa maisha ambayo nilikuwa nikiishi, namna ambavyo nilikuwa nikijihusisha na mahusiano ya wanawake wengi, na vile ambavyo nilikuwa natumia kilevi mpaka inafika stage kununua wanawake, nilihofia sana naweza nikapata shida kiafya. Lakini namshukuru Mungu, amenisaidia, amenilinda, nikawa ni mzima kiafya. Kwa hiyo ni jambo ambalo mimi binafsi namshukuru Mungu kwa kweli. Kwa maisha ambayo niliishi, ninasema Mungu alinisaidia. Kwa hiyo huyu ni mwanamke ambaye sasa anaishi maisha ya furaha, kwa sababu mimi ni mwanaume ambaye nimejifunza vitu vingi sana. Na nimekuwa mwaminifu kwa mke wangu. Na namshukuru Mungu kwa sababu hakunipa mwanamke ambaye ananisumbua. Amenipa mwanamke ambaye ni mtulivu. Na yeye kwenye maisha yake kuna vitu vingi amepitia, amejifunza. Kwa hiyo na yeye aliamua kutulia na mimi na tujenge maisha. Na ndivyo ambavyo tunaishi sasa hivi, na tunaendelea vizuri. Mungu amezidi kutubariki sana kwa mali, amezidi kutubariki kwa afya njema, kwa uzao. Kwa hiyo kila kitu ni chema. Lakini nikwambie kuhusu habari ya bosi wangu. Nilikueleza kwa habari ya kushuhudia kwa macho yangu vitu vikipotea. Nazungumza hivi na maanisha kweli kabisa. Unachokipambania wewe sasa hivi, unatoa mpaka sadaka watoto, unatoa. Sijui mwisho wa siku unataka ni kwa ajili ya nini. Yani hizo fahari unazozitafuta, kwamba mwisho wa siku ukiondoka iwe imeisha. Lakini naamini utajiri mwema ni wa kurithisha vizazi hadi vizazi. Na Meshaki anasema usiogope kurejea kwa Mungu. Mungu wetu ni wa rehema, ni wa neema. Pale ambapo unaona moyoni mwako kwamba yatosha sasa, usisite. Fanya maamuzi. Amua, tafuta watu wa Mungu, waeleze vile unavyojisikia. Watakushika pamoja na wewe, watashikana pamoja na wewe mkono, na nakwambia utatoka kama mimi nilivyotoka. Mungu atakushindia. Shetani hajawahi kushinda hata siku moja. Hata siku moja hajawahi kushinda. Siku zote Mungu ni mshindi, na ndivyo atakavyokushindia wewe. Na utaenda kuishi maisha ya amani ambayo hujawahi kuishi. Nazungumza maisha ya amani kwa sababu mimi ni yule ambaye ninathibitisha amani niliyoipata. Na wewe kama uamini kinachokisema, huna amani kwenye maisha yako, huna raha, amua leo kusema mimi nataka nione hii amani ambayo Vero anaizungumza. Meshaki amesema amani ya kweli. Nisikie amani. Mwambie Mungu, nataka nisikie amani ndani ya moyo wangu. Anza kubadilisha mwenendo wako, anza kuishi maisha kumpendeza Mungu, na utaona mambo hayatabaki kama yalivyo, hayatabaki kama kawaida. Kitu gani ambacho kimesalia sijasema? Kitu gani ambacho sijamalizia? Maana vitu vilikuwa vingi hapa mwishoni. Kitu gani ambacho sijamalizia? Okay. Haya, nikushukuru. Asante Franki Boazi wa Nzega, unasema dada Veronica, nakushukuru sana Franki. Asante Kisumu Anton, unasema Meshek anatukumbusha kwenye haya maisha tuishi tukijua Mungu yupo. Yohana Joseph unasema Meshek amenifunza mengi sana kuhusu imani. Asante sana Veronica kwa simulizi nzuri sana, imetoa sehemu moja kwenda sehemu nyingine, hasa katika mambo ya imani. Franki, nikushukuru, tuko pamoja, unasikiliza ripoti ya leo. Asante Mrs. J, thank you sana popote pale ulipo rafiki yangu. Kisumu ananiuliza vipi mganga bado yuko hai? Itabidi nimuulize na mimi swali, nitakuja nalo next time ili sikufuatilia sana. Asante Ray, Rex unaitwa Rex au si nimelitamkaje? Dada Veronica, nakupenda sana kipenzi changu. Kwa kweli tuna mengi sana ya kujifunza kwa Meshak, maana yale yote aliyopitia
angeweza kukata tamaa na kuacha kumwamini Mungu, ila yeye alisimama na kusonga mbele na kumtegemea Mungu, na Mungu akamjibu kwa wakati wake, akapona, akawa darasa la kujifunza kwa watu wengine. Tunashukuru sana kwa Meshek, Mungu azidi tu kumbariki jamani. Asante sana rafiki. Asante. Unaitwa Amba Thania, unasema dada mwenye sauti yake jamani. Oh, asante sana. Hakika tunaelimika kupitia wewe dada. Asante. Unaitwa Adabat kutoka Iringa. Jina hili mwenzako limenitoa ushamba. Ramji unasema dada Veronica leo umependeza sana. Asante. Mkulima store, thank you sana. EFM radio ipi, mbona hujataja radio? Hii ni EFM. Uko wapi rafiki yangu Fungo? Niambie uko wapi, nikutajie frequency uko wapi. Haya, nisome kama mama Michelle wa Mtwivila Iringa. Naamini hizi simulizi haziji kwa bahati mbaya kwenye maisha yetu, bali ni kwa makusudi ya Mungu, tupate kujua nini kinachoendelea na tunatakiwa kuweka imani zetu wapi. Veronica, asante sana kwa ujumbe. Rafael wa Dar es Salaam nasema dada V tunakupenda sana. Mlate Boy unasema dada nimeipenda sana simulizi ya Mesha, hakika tutafute pesa kwa njia halali. Asante Mlate Boy. 2025 Kiela, karibu kabisa Veronica Kiela, asante. Dada Veronica umenikata steam leo, nilijiandaa na new story. Oh my dear friend, wala hata usijali, kesho tutaanza na simulizi mpya. Suz Nicholas, dada Veronica ninakupenda bure unavyosimulia. Mungu akutunze sana, uendelee kutupa burudani. Asante Mbini Mbinile Salma Mbinile, bila shaka. Mungu akubariki sana Veronica kwa kazi yako njema. Ama hakika imani yangu imeongezeka kwa viwango vingine kupitia Mesha Kida. Hapa duniani kuna mambo mengi sana. Mungu atusaidie. Mwinishehe unaitwa Hamis. Nina mbuzi mdogo, nataka nikupe kama zawadi. Jamani niletee mbuzi, nichome mbuzi. Mimi mwenyewe ni mchomaji mzuri, nitamchoma mwenyewe. Haya. Hadija kazi unasema dada Veronica nimekopa vocha huku, lakini nikutumie tu message jamani. Upate simu yako nakwambia na wewe. Utoke kwenye kiswaswadu shogangu, rafiki yangu Hadija, upate simu. Asante sana. Leo umependezaje jibaba? Asante. Mgonja Isaya kutoka Kimara, maduka matatu, Mpare namba 1, sawa na Wachaga 100. Wewe tisha kabisa. Kwa kweli dada, hongera sana kwa neema ya Mungu aliyokupa, maana simulizi zako zinatubariki sana kupitia sauti yako. Mungu akuweke kitu, Mungu ameweka kitu ndani yako. Hii simulizi imenifundisha sana. Tumtafute Mungu angali bado tuko hai na tukiwa bado na nguvu. Yes, asante sana rafiki yangu. Asante dada Veronica kuhusu simulizi ya Mesha. Kile nilichojifunza kwenye biashara nyingi, nyuma yake kuna siri kubwa sana, lakini pia hao watu ili utoke salama kwenye mikono yao, tumia Mungu ila sio njia nyingine. Huwezi kutoka salama, ndio maana yule wa Kigoma alisema kwa ganga ni bora na akaenda akafa. Mbeyunge unasema unatufuatilia. Jacqueline unasema jamani Jacqueline, thank you. Haya, Bless Kawogo unasema dada Veronica nakupenda sana dadangu, na simulizi hizi zinanijenga sana, ila kuna kitu kinanifundisha kwako. Unasimulia kama kimekukuta kweli, una experience nacho sana, ila ni vizuri kwako kuwa hivyo, maana tunaelimika sana. Mungu anijalie niendelee kukufuatilia. Oh, asante jamani, asanteni kwa message hizi. Zingine sasa nitazisoma mimi. Kupitia simulizi hii nimejifunza mengi sana, hasa kwenye mambo ya biashara na mambo ya maisha kwa ujumla. Kitu kikubwa tuendelee kumwamini Mungu tu, maana kwake yeye mafanikio yapo. Thank you. Muda wangu umeisha hata. Sasa mimi nikushukuru sana rafiki yangu. Juma kesho tunaanza mkasa mpya. Si nikajua leo Ijumaa. Eti weekend imeanza. Kumbe ndio kwanza. Kesho ndio kuna kucha. Tuanza na simulizi mpya msikilizaji. Nikushukuru sana kwa kunipa nafasi. Nikutakie usiku mwema. Endelea kusikiliza EFM. Yes. TikTok.
Capital E. Habari